Yes, hapana shaka mtazamaji uko vyema kabisa pale popote ambako unatazama Bio Media. Sasa karibu sana, mimi ni Official Rose D, na kupitia channel hii utazifahamu habari za udaku, matukio ya kijamii, habari za kisiasa, michezo na burudani. Kifo cha ghafla cha Sebo wa Majizo, Dudu Baya ashindwa kujizuia, afunguka mazito, wadau wabaki mdomo wazi. Huyu ni msanii wa muziki wa Bongo Flava maarufu kabisa nchini Tanzania, Dudu Baya, ambaye yeye anafunguka mazito kabisa kuhusu mahusiano yake na marehemu Dennis Busulwa, ambaye alijulikana zaidi kwa jina la Sebo, ambaye huyu alikuwa ni mwanafamilia wa EFM kwa maana ya Entertainment FM au EFM TV, na msiba ambao ulisababisha majonzi makubwa sana miongoni mwa watu wengi. Na katika video ambayo imesambaa mtandaoni, Dudu Baya bwana ameonekana akidai kuwa alishindwa kujizuia au kujitetea kwa Sebo wakati wa uhai wake, na anaongeza kwamba Sebo alikuwa mtu wa amani na furaha, lakini alikataa chuki na roho mbaya pia. Na kulingana na maelezo yake, Sebo alimiliki amani na upendo na alikataa chuki na roho mbaya wakati wa uhusiano wao. Hata hivyo pia Dudu Baya anasema baada ya kifo cha Sebo ameonekana kuwa na huzuni na amefunguka hayo yote ili kutoa picha kamili ya uhusiano wake, akisitiza kuwa alikuwa na msimamo wa kujitenga na mambo ya chuki. Dudu Baya pia, ambaye huyu ni miongoni mwa wasanii wa zamani kabisa wa Bongo Flava waliotoka nchini Tanzania, amekuwa akijadiliwa sana mitandaoni kutokana na kauli zake hizi ambazo amekuwa akizizungumza, na amesema kuwa watu wengi waligusiwa ama waliofikwa na msiba wa mwanafamilia huo ni wanafamilia wa EFM. Lakini pia naye mwenyewe Dudu Baya alikuwa ni miongoni mwa waliohuzunika sana, na kauli yake inakuja wakati ambapo jamii ya muziki na media ya Tanzania inaomboleza kifo cha Sebo, ambaye alifariki dunia hivi karibuni hospitalini jijini Dar es Salaam, na mazishi yake kufanyika jijini Dar es Salaam. Katika chapisho lililotolewa na vyombo vya habari ambalo lina video pamoja na picha za Dudu Baya pamoja na Sebo, inaelezwa kuwa Dudu Baya yuko mbele ya watu walioathirika na msiba huo, na ameongeza wazi kabisa kuwa Sebo alikuwa mtu wa amani na alikataa chuki wakati wa uhai wake. Hii inaonyesha ni jinsi gani wasanii wanavyoweza kuwa na uhusiano wa karibu kabisa na watu wa media na familia zao, hata kama si wazi kwa umma. Watu wengi mtazamaji wameeleza huzuni yao kupitia mitandao ya kijamii, na Dudu Baya amechagua nafasi ya kutoa maelezo ya kibinafsi ili kuwatuliza wafuasi na marafiki wa Sebo. Kauli hii inaonyesha umuhimu wa amani na upendeleo katika maisha, hasa wakati wa msiba. So Dudu Baya ambaye amewataka watu kuendelea kushikamana na familia na marafiki wakati huu mgumu. Hadi sasa kiukweli mazishi ya Sebo yamekwisha kufanyika na jamii inaendelea kuomboleza, huko Dudu Baya kupitia mazungumzo yake na ameonyesha upande wa kibinadamu wa wasanii na jinsi wanavyoweza kuathirika na vifo vya watu wa karibu. Ni tamati mtazamaji, na sisi tunaendelea kumwombea hapo mziki kwa amani, lakini pia pole kwa familia na watu walioguswa na msiba huo.